Ndugu wazazi wenzangu, tuwafundisheni mahusiano na Mungu watoto wetu, kwamba chochote ni Mungu, watoto Mungu ni kila kitu, kwamba watoto wanapaswa kujua maana ya ibada. Tuwafundisheni jinsi ya kusema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka, kuombea sadaka, na kwa nini wanapaswa kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu anataka mahusiano na binadamu. Mfundishe maana ya mahusiano na Mwenyezi Mungu. Bato za kiroho huanzia katika umri mdogo, sio utu uzima. Ni ambayo wewe umejifunza utu uzimani, usirescue kwa mtoto wako. Wazazi tunasahau, hatujawafundisha, tunawalaumu. Siku hizi unabidi usali. Ulimfundisha? Kisha unamfundisha mtoto wako mahusiano na Mungu. Kila laheri mzazi. Shosti! Tusemezane. Ndugu wazazi wenzangu, tuwafundisheni mahusiano na Mungu watoto wetu. Yes. Achana na hili, tunawafundisha tu sala ya kuomba kwa ajili ya chakula, sala ya kuomba kwa ajili ya kulala. Tuwafundisheni mahusiano na Mungu. Kwamba tuwafundisheni watoto wetu kwamba chochote ni Mungu. Yaani Mungu sio kwamba ukitaka kufaulu mitihani ndio inabidi usali. Sio kwamba ukitaka kula ndio inabidi usali tu. Sio kwamba ukitaka kulala inabidi tu usali tu. Tuwafundisheni watoto Mungu ni kila kitu. Kwamba watoto wanapaswa kujua maana ya ibada. Kwamba ibada ni namna ambavyo mtu anawasiliana na Mwenyezi Mungu kwenye kila kitu cha maisha yake. Haijalishi ni swala dogo au kubwa kiasi gani, bali tuwafundisheni jinsi ya kusema shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wafundishe watoto wako wanapaswa kushukuru pia kwa Mwenyezi Mungu, sio kuomba tu. Wafundishe watoto wako wanapaswa kutoa sadaka, kuombea sadaka, na kwa nini wanapaswa kutoa sadaka. Sio tu unawapa na kuambia pelekeni kanisani au pelekeni msikitini. Hapana, tuwafundisheni mahusiano. Inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu anataka mahusiano na binadamu, na mahusiano yanaanza katika level ndogo sana ambayo ni level ya utoto. Tusisubiri watoto wakue ndio tunasema akiwa mtu mzima atajua jinsi ya kusali. Akiwa mtu mzima atajua jinsi ya kukemea mapepo. Akiwa mtu mzima atajua kwamba kuna bato usiku. Akiwa mtu mzima ndio atajua kuamka saa 9 usiku. Hapana, mfundishe maana ya mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kwamba mahusiano na Mwenyezi Mungu ni two-way communication. Is not one way. Wewe sio unaomba tu. Sio kila siku yeye anaomba tu. Kuna siku anashukuru. Kuna siku mfundishe mtoto wako kuhesabu baraka zake. Mwambie mtoto wako jinsi gani anapaswa kuhesabu baraka zake, kwamba anavyoamka asubuhi hiyo ni baraka. Anavyorudi nyumbani salama hiyo ni baraka. Ajue kusema asante. Asijue tu kuomba. Kwa sababu bato za kiroho huanzia katika umri mdogo, sio utu uzima. Bato za kiroho huanzia udogoni. Sikuwahi mimi binafsi kujua kwamba watoto ni binadamu ambao wana bato kubwa sana kuliko watu wazima. Sikuwahi kujua kwamba hiyo destination ya mtoto wako unaipalilia ni rahisi sana kuchukuliwa akiwa mdogo. Hiyo namna unaoendelea kumweka, ambayo unamweka mbali na Mwenyezi Mungu kwa kuto kumfundisha mahusiano na Mwenyezi Mungu, unamweka mbali na mambo mazuri na baraka zake kuliko. Kwa nini? Wewe mzazi ambaye sasa hizi umejua kuhusu mambo ya kiroho, vitu vingapi unavyotakiwa uanze kudili navyo tokea utotoni? Unaambiwa unatakiwa ufanye toba ulitakiwa ufanye toba tokea utotoni. Ulikosa ulinzi utotoni, ulikosa hiki utotoni, ulikosa kile utotoni. Inabidi utengeneze huku nyuma ndio uende. Sasa kwa nini hiyo burden ambayo wewe umejifunza utu uzimani usirescue kwa mtoto wako? Kwa nini hiyo burden uliojifunza kwamba kuna bato ambazo wewe ulizipitia katika utoto wako usimfundishe mtoto wako kusali? Usimfundishe mtoto wako kutamka baraka? Usimfundishe mtoto wako kujua ibada? Mfundishe mtoto wako mahusiano na Mwenyezi Mungu. Sio umfundishe tu Ukristo tu au Uislamu tu, mfundishe mahusiano. Mfundishe vizuri, ajue kwamba siku ukishindwa wewe kusali, yeye anaweza kusali.
Mfundishe ajue kwamba kufunga ni namna ya kumuita Mungu kwa urahisi kama alivyofanya Yesu au mtume kwenye Qur'ani. Mfundishe mtoto wako mahusiano na Mwenyezi Mungu akiwa mdogo. Usimfundishe akiwa mtu mzima. Akiwa mtu mzima ndio unamwambia inabidi uende kwa pastor fulani kwa sababu hamna ndoa. Inabidi ukaombee kazi kwa mtu fulani. Sio kweli. Kwa nini? Kwa sababu hukuwahi kumfundisha misingi ya Biblia inasemaje, hukuwahi kumfundisha misingi ya neno la Mungu linasemaje, hukuwahi kumfundisha misingi. Ndio maana ikifika huku juu tunaona watoto wanatetereka kwa sababu hawamjui Mungu. Watoto wanakuwa watu wazima, wanakutana na bato za kiroho, hawajui kusali, hawajui kufunga, hawajui kutoa sadaka, hawajui kufanya ibada, na wazazi tunasahau, hatujawafundisha, tunawalaumu. Siku hizi unabidi usali. Ulimfundisha? Unajua unabidi uende kwa mchungaji fulani. Ulimfundisha misingi ya ibada? Ulimfundisha maana ya sadaka? Ulimfundisha mahusiano na Mungu? Wengi hatuwafundisha watoto wetu mahusiano na Mungu. Tuna kazi ya kuwapeleka makanisani, tuna kazi ya kupeleka kwa wachungaji fulani, tuna kazi ya kuwapeleka huku na huku. Hatukai nao chini na kuambia kwamba inakubidi usali hivi, inakubidi ufanye baraka hii, unabidi upate baraka kwa kufanya hivi, inakubidi usaidie watoto yatima, inakubidi. Hatuwafundishi. Kuwapeleka kwenye nyumba za ibada ni kitu cha kwanza. Kusoma neno la Mungu ni kitu kingine. Kuwaweka kwenye misingi ya imani ni kitu kingine. Tumeenda kuwapeleka kanisani, tunaambatana nao kanisani, tunapeleka kwenye tunawapa sadaka, tunawapeleka, lakini wale watoto hawajui maana yake. Ni sawa na hivi, mtoto wako anafaulu hesabu vizuri kabisa, anapata A hesabu, lakini ukimpa hela anashindwa kurudisha chenchi, ile A haina maana. Maana yake ni nini? Kama unampeleka mtoto wako kwenye nyumba ya ibada lakini unashindwa kumfundisha mahusiano na Mungu, ile nyumba ya ibada unayompeleka hajamjua Mungu, anajua ile ni routine ya kwenda. Ndio maana watu tunaenda kwenye nyumba za ibada maisha yetu yote na hatupati baraka. Tuna kazi ya kusema baraka hazipo kwa sababu hatukuwahi kufundishwa. So kwa kuwa hatukuwahi kufundishwa na tumekuja kuwa ni wazazi, tuwafundishe watoto wetu, tuwafundishe wajukuu zetu, tuwafundishe maana ya kuwa na mahusiano na Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ni kila kitu, sio plan B. Yaani asiwe tu akitaka kitu ndo anamuomba Mungu. Awe anataka au hataki kitu, ashirikiane na Mungu. Awe anafanya ibada mwenyewe hata bila kuwa na mtu katikati. Mfundishe courage ya kwamba Mungu unaweza kumuita na akakuitikia. Mfundishe mtoto wako hivyo. Yes, kwa hiyo kwako mzazi mwenye watoto wanaokua, ambaye unaelewa maana ya imani, unaelewa maana ya vita ya kiroho, unaelewa maana hiyo, hakikisha unamfundisha mtoto wako mahusiano na Mungu. Kila laheri mzazi. Shosti, tusemezane.